Ni habari kuu za dunia nami Florian Kaijage. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi ya Uturuki imesema zaidi ya watu 1100 wamekamatwa baada ya siku kadhaa za maandamano kupinga kukamatwa kwa meya maarufu wa Istanbul Ekrem İmamoğlu wiki iliyopita kwa tuhuma za ufisadi. Zaidi ya waandamanaji 70 walikamatwa usiku wa kuamkia hii leo nje ya jiji la Istanbul. Polisi pia waliwakamata wanasiasa kadhaa wa mrengo wa kushoto, wanasheria na waandishi wa habari wasiopungua 10 katika msako wa kabla ya alfajiri. Bwana İmamoğlu, mkosoaji mkubwa wa Rais Erdogan, ameteuliwa rasmi na chama chake cha CHP kuwa mgombea urais katika uchaguzi uliopangwa kufanyika ndani ya miaka mitatu ijayo. Naibu mwenyekiti wa chama cha CHP anayehusika na sera za kigeni İlham Uzgel ameiambia BBC kuwa raia wa Uturuki wanahitaji kuwa na chaguo mbadala. Tunahimiza na tunaikaribisha jamii yetu kupinga dhuluma dhidi ya Bwana İmamoğlu kuelekea demokrasia ya Uturuki dhidi ya chama chetu, na ni kuhusu mustakabali wa jamii ya Kituruki. Uturuki ipo katika njia panda hivi sasa, iwe watu wanataka kuishi katika jamii ya kidemokrasia au wanataka kukubali utawala wa kimabavu wa serikali ya sasa. Maafisa wa Marekani na Urusi wanakutana Saudi Arabia, huku Rais Trump akiendelea kushinikiza kumalizika kwa haraka kwa vita nchini Ukraine. Ikulu ya White House inasema mazungumzo hayo yanalenga kufikia usitishaji vita na kuruhusu mtiririko huru wa meli. Hapo awali wa Marekani walifanya mazungumzo na maafisa wa Ukraine ambao walielezea kuwa ya kujenga na ya maana. Mjumbe maalum wa Washington alitabiri maendeleo ya kweli kuelekea angalau usitishaji wa mapigano kwa sehemu na ungefanywa leo Jumatatu. Lakini akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya simu, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema bado kuna masuala mengi ambayo hayajatatuliwa. Hata hivyo, amesema pande hizo mbili zina nia ya kusitisha mapigano. Ofisi ya rais wa Angola imesema hii leo kuwa nchi hiyo itajiondoa katika nafasi yake ya upatanishi wa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mzozo huo kati ya DRC na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda umezidi kushika kasi. Esther Luambano na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya kituo cha habari cha CNBC Africa, taifa jingine la Afrika linapangwa kuongoza juhudi za kurejesha mazungumzo ya amani. Kundi la M23 linaloongozwa na Watutsi lilizidisha uasi wao na kuteka miji miwili mikubwa ya mashariki mwa DRC tangu Januari na kuvamia eneo lenye utajiri wa madini ya dhahabu na tantalum. Akiwa mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika AU, rais wa Angola Joao Lourenço amekuwa akijaribu kusaka usitishaji wa vita vya kudumu na kupunguza mvutano kati ya DRC na nchi jirani ya Rwanda ambayo imekuwa ikishutumiwa kuwaunga mkono M23. Rwanda inakanusha shutuma hizo. DRC na M23 zilipangwa kufanya mazungumzo ya moja kwa mara ya kwanza katika mji mkuu wa Angola, Luanda, wiki iliyopita baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi, ambaye kwa muda mrefu alikataa mazungumzo na waasi, kukubali kutuma ujumbe. M23 walijiondoa dakika za mwisho. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi ameonya kuwa huenda kukawa na takriban maambukizi mapya milioni 9 ya ukimwi katika kipindi cha miaka 4 ijayo kutokana na uamuzi wa serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani kuondoa ufadhili wa mpango wa afya wa Umoja wa Mataifa kimataifa. Akizungumza mjini Geneva, Winnie Byanyima ametoa wito kwa Marekani kufikiria upya kasi na ukubwa wa upunguzaji huo. Amesema inaeleweka kuwa Marekani kutaka kupunguza ufadhili wake baada ya muda, lakini uondoaji wa ghafla wa msaada wa kuokoa maisha unaleta athari mbaya katika nchi zote, hasa Afrika, lakini hata katika mataifa ya Asia na Amerika Kusini. Na Mia Love, mbunge wa kwanza mwanamke mweusi wa chama cha Republican nchini Marekani, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 49 huko Utah. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za familia yake. Taarifa hiyo imesema aliaga dunia kwa amani siku ya Jumapili akiwa amezungukwa na familia nyumbani kwake huko Saratoga Springs. Love, mtoto wa wahamiaji kutoka Haiti, alikuwa mbunge wa jimbo la Utah katika bunge la Marekani. Binti yake Abigail alisema mapema mwezi huu kwamba Love alikuwa akipatiwa matibabu ya saratani ya ubongo. Hii ni BBC.
Taarifa kuu za dunia zimesomwa na Florian Kaijage mjini Dar es Salaam. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Magharibi mwa Kenya matangazo haya yanasikika kupitia West FM. Nchini Tanzania Dira ya Dunia unaweza kuipokea kupitia Radio 5 na Radio 1 mjini Dar es Salaam na Radio Free Africa kule Mwanza. Ukiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Hivi leo uko na Regina Mziwanda nikiwa studio zetu mjini Dar es Salaam Tanzania. Mwenzangu kule Nairobi ni Beldin Waliaula. Karibu Beldin. Asante sana Regina. Moja kwa moja tuanze taarifa zetu. Serikali ya Uturuki imesema zaidi ya watu 1000 wamekamatwa katika maandamano ya siku 5 kote nchini humo na kuelezea kuwa watu wamekuwa wakitumia vibaya haki ya kuandamana na kuonya kwamba haitavumilia matendo ya kufanya matukio yanayohatarisha usalama barabarani. Zaidi na Martha Saranga. Maandamano yalizuka kufuatia meya wa Istanbul Ekrem İmamoğlu, mpinzani wa Rais Erdogan, kuwekwa kizuizini siku ya Jumatano kwa tuhuma za rushwa. Maandamano hayo yalitawanywa kwa kutumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha. Watu 1133 wanashikiliwa kufuatia maandamano hayo nchini Uturuki. İmamoğlu anasema mashtaka hayo yanachochewa kisiasa, jambo ambalo Rais Erdogan anakanusha. Maafisa wa Republican People's Party CHP cha Ekrem İmamoğlu wanasema hawatakubali demokrasia bandia nchini Uturuki. Akizungumza na Newsday ya BBC World Service, Baturay Göksu'la, afisa wa chama chake İmamoğlu, anasema ni muhimu kuendelea kupigania demokrasia kutokana na kufungwa kwa İmamoğlu. Those charges of corruption and terror, mashtaka haya ya ufisadi na mashtaka ya ugaidi yanachochewa kisiasa na wanahofia İmamoğlu na kuimarika kwa chama chetu utakakotokea ikiwa uchaguzi wa urais utafanyika nchini Uturuki. If a presidential election happens in Turkey. Anaongeza kuwa chama chake kinataka uchaguzi sasa kwa sababu anasema wanafahamu fika maandamano yanaonyesha kwamba umma wa Uturuki unataka hatima nyingine nje ya utawala wa Erdogan. We as Republican People's Party, we want sisi kama chama tunataka uchaguzi sasa mara moja kwa sababu tunajua na maandamano na kila kitu kinaonyesha kwamba watu wa Uturuki wamechagua hatima yao nje ya utawala wa Erdogan. Wanataka kutoa jina la mgombea wa upinzani wao wenyewe kama ilivyo katika taifa la Urusi, lakini hatukubali hilo. Hatukubali demokrasia bandia nchini Uturuki. Ndio maana milioni ya watu katika maeneo yote ya Uturuki na hasa Istanbul wanapinga kila siku mtaani. On the streets and on the squares. Yeyote atakayeshinda Istanbul atashinda Uturuki. Maneno yake Rais Erdogan aliyowahi kusema wakati mmoja. Alijutia maneno hayo mwaka 2019 wakati Ekrem İmamoğlu aliposhinda kuongoza jiji kubwa zaidi la Uturuki. Wakati huo rais alilalamikia udanganyifu wa matokeo na kuagiza kurudiwa uchaguzi. İmamoğlu alishinda tena kwa ushindi mkubwa zaidi. Mnamo mwaka jana, chama cha İmamoğlu kilishinda karibu idadi kubwa ya majiji yote ya Uturuki. Uchaguzi wa urais nchini Uturuki unatarajiwa kufanyika mwaka 2028 ambapo İmamoğlu alithibitishwa Jumatatu kuwa mgombea wa chama chake baada ya kura za awali ndani ya chama chake. İmamoğlu alisalia gerezani siku ya Jumapili usiku na atakabiliwa na kesi. Naam, tukisonga mbele, wafungwa 12 wametoroka gerezani siku ya Jumatatu katika jimbo la Kogi katikati mwa Nigeria. Kwa mujibu wa msemaji wa idara ya magereza nchini humo Abubakar Umar, miongoni mwa waliotoroka gerezani ni wafungwa waliokuwa wakisubiri kusikilizwa kwa kesi zao. Zaidi na Bosha Nyanje. Ameeleza kwamba wawili miongoni mwa wafungwa hao walikamatwa wakati jitihada zikiendelea kuwasaka wengine pia. Afisa mmoja aliripotiwa kuuawa wakati watuhumiwa walipojaribu kutoroka gerezani. Katika taarifa yake, kamishna wa habari wa jimbo la Kogi, Kingsley Fonmo, alieleza tukio hilo akiliita la kusikitisha, huku akieleza wasiwasi wake kuwa huenda kulifanyika ushawishi ndani ya gereza hilo. Amebainisha kwamba watuhumiwa hao waliripotiwa kutoroka kupitia mnala bila kusababisha uharibifu wowote wa miundombinu na kuongeza kwamba hilo linaibua maswali mazito. Bwana Fonmo aliwahakikishia umma kwamba serikali itachukua hatua
kuhakikisha tukio kama hili halijirudi. Aidha, alisema hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi na kuwahimiza wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku kama kawaida, na akiwahakikishia usalama wa maisha na mali zao ikiwa bado ni kipaumbele cha maafisa wa usalama. Gereza la Cotton Carfe limekuwa na matukio ya kutoroka kwa wafungwa takribani mara 4 katika miaka ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na tukio la mwaka 2012 na 2014 ambapo wanaume wasiojulikana waliwafungulia wafungwa mamia kwa kutumia silaha. Taarifa yake Bosha Nyanji. Mazungumzo kati ya upatanishi wa Marekani na wenzao wa Urusi yanaendelea nchini Saudi Arabia, huku Rais Donald Trump akiendelea kushinikiza kumalizika haraka kwa vita nchini Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov anayeongoza ujumbe wa wataalamu wa nishati wa Ukraine, wanadiplomasia na maafisa wa kijeshi amesema mjadiliano tofauti siku ya Jumapili kati ya Marekani na Ukraine ameelezea kuwa ya kujenga na yenye maana. Lad Mubali na maelezo zaidi. Awali mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff alionyesha matumaini makubwa kwamba maendeleo ya kweli kuelekea usitishaji mapigano yatafikiwa hii leo siku ya Jumatatu. Hata hivyo, naye msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alipunguza matumaini hayo kutokana na kauli yake aliyoitoa kwa waandishi wa habari kwamba wao wapo katika hatua za awali kabisa za mazungumzo hayo na si kama matarajio yanavyozungumzwa. Akizungumza na BBC, mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya Ukraine Oleksandr Merezko amefafanua zaidi kuhusiana na mazungumzo hayo. Hatuna matarajio makubwa. Kila kitu kinategemea Putin na hana nia ya kusitisha mapigano au amani. Na yeye ni kikwazo kikubwa katika njia ya kusitisha mapigano. Ukraine imekubali bila masharti pendekezo la Bwana Trump la kusitisha mapigano. Urusi, Putin ameikataa. Itakuwa vyema angalau kuwa na usitishaji mapigano kwa sehemu kuhusiana na miundombinu muhimu ya nishati. Gridi yetu ya nishati, lakini tumeona mara nyingi kwamba Putin anatoa ahadi na kisha anakiuka mara moja. Mazungumzo haya yanaendelea huku Ukraine ikidai kuzitungua ndege 57 za Urusi zisizokuwa na rubani kati ya ndege hizo 99 zilizotumwa kwa lengo la kuishambulia Ukraine. Siku ya Jumapili Urusi iliishambulia Kiev na kuwaua watu 3 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Leonard Mubali, BBC. Naam, tukitazama kwenye tovuti ya BBC Swahili hapa kuna Bialowieza, msitu hatari na njia ya siri ya Waafrika wanaokimbilia Ulaya. Naamini wanaitumia. Na kwa nini unatumia msitu hatari? Uko wapi msitu huo na wanaosafiri humo mambo huaje? Ukoje msitu huu, kiza kinene ama kuna mwanga wanaona? Yote haya yamechambuliwa katika tovuti ya BBC Swahili. Lakini mzozo wa DRC, Muhoozi Kainerugaba atishia vikosi vyake vitateka mji wa Kisangani. Haya ndio yanajiri kwa sasa, lakini unaweza kutembelea tovuti ya BBC ukapata mengi, ukasikiliza ikiwemo mzozo wa Sudani unayofaa kujua baada ya jeshi la Sudan kuiteka tena ikulu ya rais wa nchi hiyo. Naam, hii ni BBC. Ni saa 1 kasorobo Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kasorobo saa za Afrika ya Kati. Taarifa kuu jioni hii: zaidi ya watu 1000 kamatwa katika maandamano ya siku 5 kote nchini Turuki. Serikali yatoa onyo kuwa matukio hayo hayatavumiliwa. Wawakilishi wa Marekani na wenzao wa Urusi wapo nchini Saudi Arabia kwa mazungumzo, huku Rais Donald Trump akiendelea kushinikiza kumalizika kwa vita nchini Ukraine. Na Ujerumani afunga ubalozi wake nchini Sudan Kusini, ukikuwa na hofu ya kuzuka kwa vita vipya vya wenyewe kwa wenyewe kutokana na mvutano unaoongezeka kati ya rais na makamu wake wa kwanza. Hii ni BBC. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nairobi, Beldini Waliaula, na Dar es Salaam ni Regina Mziwanda. Na kama umesikiliza taarifa yake Leonard Mubali kuhusiana na vita vinavyoendelea kule Ukraine na mengi mengineyo. Kwa sasa basi awali ili kuyajua mengi yanayojiri, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Abdulrahman aliyeko nchini Ujerumani kutaka kufahamu mtazamo wake juu ya mazungumzo ya usuluhishi kati ya Ukraine na Urusi yanayoendelea huko Saudi Arabia.
Mazungumzo haya ni mwendelezo wa yale yaliyofanyika awali mjini Jeddah, na haya ya pili sasa yanafanyika Riyadh, na kubwa katika mazungumzo haya ni ile ajenda ambayo itajadiliwa na pande hizo mbili, kwa maana ya Marekani na Urusi, agenda ambayo inahusiana kwanza na lile wazo la kusitisha kwa sehemu mapigano kwa muda wa siku 30, na hasa kusitisha mapigano hayo katika yale maeneo ambayo naweza kusema kuwa ni sekta ya nishati na pia sehemu wanakoishi raia. Jingine muhimu ni kuzuia mashambulizi dhidi ya misafara ya meli inayosafirisha ngano kuelekea nje katika Bahari Nyeusi. Hayo ndio yanayozuhusu pande zote mbili, na kugusia hapa muhimu ni kwamba ujumbe huo wa Marekani ulikuwa na mazungumzo hapo awali na ujumbe wa Ukraine ambao nao pia uko huko Saudi Arabia, lakini uko kando ya mazungumzo hayo kabla ya kuanza mazungumzo hayo rasmi kati ya Marekani na ujumbe wa Urusi. Unapohitaja Marekani sasa inaweka shinikizo gani kwa Urusi katika mazungumzo haya, na Urusi ina nafasi gani ya kushinikiza malengo yake? Shinikizo kwa pande zote mbili kwa sasa tunaweza kusema kwamba ni kusisitiza juu ya ule umuhimu wa kupatikana usimamishaji mapigano, lakini usimamishaji mapigano ni jambo ambalo lina utata mkubwa, kwa sababu kwa sehemu moja Ukraine imetoa wazo hilo la kwamba mapigano yasitishwe katika hayo niliyoyataja, ambayo ni maeneo ya nishati na halikadhalika wanamoishi raia, yakiwa ni sehemu tu kwa kipindi cha siku 30, lakini mapigano yataendelea katika uwanja wa vita. Hilo linaelekea kwamba halikubaliki kwa Urusi, ingawa kimsingi imesema kwamba inaafikiana na wazo hilo, lakini kwa upande mwingine imeonyesha kuwa na wasiwasi, kwa sababu Urusi pamoja na kwamba yenyewe inayashikilia maeneo makubwa tu ya mashariki mwa Ukraine, lakini pia sehemu fulani ya mkoa wake wa Kursk nayo imo mikononi mwa wanajeshi wa Ukraine. Ingekuwa hilo haliko kwa upande wa Urusi, basi nafikiri hali ingekuwa nyingine, lakini itasisitiza kwamba paweko na maelewano kwanza, au pawepo na hali ambayo itatoa sura juu ya hatima ya eneo lao la Kursk ambalo linashikiliwa kwa sehemu na majeshi ya Ukraine. Je, kuna nafasi ya utatuzi wa kisiasa kati ya Urusi na Ukraine kupitia mkutano huu wa Saudi Arabia, au tutarajie kuendelea kwa mivutano ambayo tunaishuhudia sasa? Kwa hakika hakuna nafasi ya suluhisho la haraka. Baada ya mazungumzo hayo, baadaye inafikiriwa kwamba yanaweza yakafungua njia ya pande hizo mbili, kwa maana ya Ukraine na Urusi, hatimaye kukaa meza moja kuanza mazungumzo ya kuweza kufungua mlango wa kuyatatua matatizo haya au kuvipatia ufumbuzi vita hivi. Lakini ninachokiona kwa sasa, njia ni ndefu, na haya unaweza kuyaona kutokana na msimamo wa Urusi kuelekea mazungumzo kwa jumla, kwani ni hapo jana tu msemaji wa ikulu ya Urusi, Kremlin, ambaye ni Dmitry Peskov, alisema bado kuna masuala kadhaa ya kiufundi ambayo yatahitaji ufafanuzi kabla ya kuzungumzwa. Tukitazama hapa mzozo huu ulipofikia na nguvu ya Marekani katika kulitafutia suluhisho tatizo hili la vita kati ya Ukraine na Urusi, nafikiri kwamba Umoja wa Ulaya umekwama, unaelekea hauna dira maalum kuhusu mzozo huu, kwa sababu wao bado wanashikilia kwamba Ukraine iendelee kusaidiwa kijeshi. Yamekuwepo mazungumzo kati ya viongozi wa Ulaya katika ngazi ya uongozi na hali kadhalika ngazi ya wataalamu wao wa kijeshi, na lengo ni hilo hilo, kupanga mkakati wa kuweza kuisaidia zaidi Ukraine. Lakini hata mataifa hayo hadharani yanaonekana kuwa na msimamo huo, lakini faraghani utakuta kwamba bado kuna hali isiyoeleweka, huku wengine wakihisi kwamba sasa wakati umefika wa kuweza kulitafutia suluhisho tatizo hili kwa njia ya mazungumzo. Mwenye karata sio tu karata, lakini turufu yenye nguvu unapoiangalia Ukraine ni Marekani na sio Umoja wa Ulaya. Naam, huyu amekuwa mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Abdulrahman akizungumza na Regina kuhusu mazungumzo kupatanisha Ukraine na Urusi.